masikini hakuna anayekutaka. Siku hiyo, Sultan Mazengo alitupa funguo za gari lake la bilioni 1.2 kwenye choo cha klabu ya usiku. Akavua suti yake ya gharama na kuichoma moto, kisha akajipaka matope usoni. Alitazama taswira yake kwenye kioo kilichovunjika na kusema, kuanzia leo, mimi sio bilionea Sultan. Mimi ni kipofu omba anayetafuta upendo katikati ya mbwa mwitu. Hakujua kuwa uamuzi huo ungemfanya ajue siri nzito inayohusu kifo cha wazazi wake na usaliti uliokuwa unapikwa ndani ya kasri lake mwenyewe. Siku zote, umaskini ni kioo kinachokuonyesha sura halisi za watu wanaokuzunguka. Ukiwa tajiri, kila mtu ni rafiki. Ukiwa fukara, hata kivuli chako kinakukimbia. Katikati ya jiji la Dar es Salaam, palipojaa shamra na harufu ya moshi wa magari, mzee mmoja alikuwa ameketishwa pembeni ya barabara kuu. Nguo zake zilikuwa na viraka, nywele zake zilijaa vumbi, na mikononi mwake alishika fimbo nyeupe huku akiwa amevaa miwani meusi iliyopauka. Alionekana kama omba aliyekataliwa na ulimwengu. Lakini chini ya yale mavazi machafu, alikuwa ni Sultan Mazengo, kijana mwenye umri wa miaka 32, mmiliki wa makampuni ya usafirishaji, migodi ya dhahabu na majumba ya kifahari ambayo hakuwahi kuyalalia kwa amani. Sultan alikuwa na kila kitu isipokuwa kitu kimoja: mke mwema. Baada ya kusalitiwa mara 3 na wanawake waliokuwa wanapenda akaunti yake ya benki na si moyo wake, Sultan aliamua kufanya maamuzi magumu. Alitaka mwanamke atakayempenda kipofu Sultan na si bilionea Sultan. Siku hiyo, kundi la wadada 3 warembo waliovalia nguo za bei mbaya na manukato yanayonukia umbali wa mita 10 walikuwa wakipita kuelekea kwenye duka la Nike. Walipomwona Sultan, badala ya huruma, vicheko vyao vilitawala anga. Kipofu na maskini, mmoja alipayuka huku akimnyoshia kidole. Hakuna mwanamke anayekutaka, utakufa peke yako na njaa yako, mwingine aliongeza huku akitema mate pembeni kwa dharau. Sultan alitulia, moyo wake ukiuma. Alikuwa na uwezo wa kusimama na kununua mtaa ule mzima papo hapo, lakini alinyamaza. Alitaka kuona ni nani atakuwa tofauti. Ghafla, msichana mmoja aliyeitwa Neema, ambaye alikuwa mfanyakazi wa usafi katika majengo ya jirani, alijitokeza. Alikuwa amechoka, akitoka zamu ya mchana. Alisimama mbele ya Sultan, akatoa shilingi 2,000 pekee alizokuwa nazo kwa ajili ya nauli ya kurudi nyumbani kwake Mbagala na kuziweka mkononi mwa Sultan. Mzee wangu, pole kwa dharau zao. Mungu haangalii mavazi, anaangalia moyo. Chukua hii upate chakula cha jioni. Neema alisema kwa sauti ya upole, bila kujua kuwa huyo mzee alikuwa ni tajiri anayeweza kubadilisha maisha yake ndani ya sekunde moja. Sultan alihisi mtetemeko moyoni. Huyu ndiye aliyekuwa akimtafuta, lakini kabla hajajifunua, alitaka kumjaribu Neema kwa mara ya mwisho. Binti, mimi ni kipofu na sina pa kulala. Je, unaweza kunipeleka hata kwenye kituo cha basi? Sultan aliomba. Neema alikubali, akimshika mkono Sultan na kuanza kuvuka naye barabara, huku wale wadada matawi ya juu wakimcheka Neema, wakimwita mke wa omba. Hawakujua kuwa gari la kifahari aina ya Rolls Royce lilikuwa likiwafuata kwa mbali, likiendeshwa na mlinzi wa siri wa Sultan, likisubiri ishara moja tu ya bosi wao. Siku hiyo Sultan aligundua kuwa thamani ya mtu haipo kwenye pochi yake, bali kwenye uungwana wake. Neema alimfanyia wema mtu aliyedhani ni taka la jamii, bila kujua kuwa amemshika mkono mfalme. Kalamu ya Mungu haina kifutio, na malipo ya dharau mara nyingi huja kwa namna ambayo huwezi kuikwepa. Baada ya Neema kumshika mkono mzee Sultan na kuanza kumvusha barabara, Sultan alihisi mapigo ya moyo wake yakienda mbio, si kwa sababu ya hofu, bali kwa maumivu ya usaliti.
Yule mwanamke aliyekuwa akiongoza kundi la wadada kumcheka, Sarafina, hakuwa mgeni kwake. Sarafina alikuwa mwanamke aliyepangiwa kuwa malkia wa himaya ya Sultan mwezi mmoja ujao. Tukio la kushangaza. Wakati wakivuka, Sarafina alimfuata Neema na kumsukuma begani. Wewe msichana mchafu, unawezaje kumshika huyu kiumbe anayenuka hivi? Unadhani atakupa nini? Labda atakupa chawa wake. Sarafina alicheka kwa dharau, huku marafiki zake wakirekodi video kwa ajili ya kuiposti kwenye Instagram kwa kichwa cha habari, Neema na mpenzi wake kipofu. Neema alisimama imara, machozi yakimlenga. Dada, unaweza kuwa na pesa za kununua manukato ya gharama, lakini huna pesa za kununua utu. Huyu ni binadamu kama wewe. Sultan, akiwa chini ya miwani yake meupe, alikuwa akitazama kila kitu. Alitamani kusimama na kumzaba kibao Sarafina, lakini alijiuzia. Alitaka kuona ukomo wa roho yake mbaya. Sultan alijifanya kukohoa na kulegea. Neema, kwa moyo wa upole, alimpeleka hadi kwenye benchi la bustani ya jiji. Binti, naomba namba ya simu. Ikitokea nikipata msaada wowote, nitakutafuta nikupe hata asante. Neema alicheka kwa huzuni. Mzee wangu, namba yangu haina faida kwako. Mimi ni maskini tu, lakini chukua. Alimtajia namba yake. Sultan aliikariri kichwani mwake kama kompyuta. Ghafla, simu ya Sarafina ililia. Ilikuwa ni Sultan, simu iliyokuwa imepangwa kupigwa na mlinzi wa Sultan kwa maelekezo maalum. Hello mpenzi, Sarafina alibadilisha sauti ikawa ya upole kama malaika. Niko hapa mjini nafanya manunuzi ya harusi yetu. Nakupenda sana mume wangu mtarajiwa. Huwezi amini, hapa kuna ombaomba ananuka ananiharibia mood, lakini usijali, nitakuona jioni kwenye ile dina yetu ya milioni 5. Sultan alitabasamu kwa uchungu chini ya miwani yake. Alijua kuwa dina hiyo haitakuwa kama Sarafina alivyotarajia. Sultan alimwaga Neema na kuelekea kichochoroni. Mara moja, lile gari la kifahari, Rolls Royce, likasogea. Mlinzi wake, mzee wa kazi anaitwa Juma, alishuka na kumpigia saluti. Bosi, amri yako? Sultan alivua ile miwani meupe, macho yake yaking'ara kwa hasira. Juma, nenda kakazie akaunti zote za Sarafina. Kisha nenda kazuie lile duka la nguo aliloingia sasa hivi. Nunua duka zima na waambie wamtoe nje kama mbwa. Na mwisho, mtafute binti anaitwa Neema. Nataka kujua kila kitu kuhusu maisha yake ifikapo saa 11 jioni. Sarafina akiwa ndani ya duka la Nike akijidai kuchagua raba za gharama, ghafla kadi yake ya benki ilikataliwa, declined. Maneja wa duka alikuja na walinzi. Samahani mwanamke, duka hili limeuzwa sasa hivi kwa mmiliki mpya na ametoa agizo kuwa wewe huna ruhusa ya kukanyaga hapa. Ondoka mara moja. Sarafina alibaki mduaa huku watu wakimshangaa. Wakati huo huo, Neema akiwa kwenye kituo cha basi, aliona gari jeusi la kifahari likisimama mbele yake. Dirisha lilishuka na sauti ya Sultan, lakini sasa sauti ya kiume na yenye mamlaka ikasikika. Ingia ndani Neema. Mungu hamfichi mnafiki, na ukweli ni kama jua, hata uifiche kwa wingu gani, lazima utachomoza tu. Neema alibaki ameduaa mbele ya lile gari jeusi la kifahari. Alitetemeka akidhani labda ni watu wabaya. Lakini mlinzi Juma alishuka na kumfungulia mlango kwa heshima kubwa. Tafadhali binti, Mosi anataka kuzungumza nawe. Neema aliingia ndani na moyo wake ulimlipuka kwa mshtuko alipokutana na macho ya Sultan. Hakuwa amevaa miwani mieusi, hakuwa na vumbi na alikuwa amevaa suti ya gharama iliyoshonwa nchini Italia. Wewe ni yule mzee? Neema alistaajabu. Sultan alitabasamu kidogo, tabasamu lililojaa huzuni na shukrani. Mimi ni Sultan, na wewe Neema, umenipa kitu ambacho bilioni zangu hazikuweza kununua, utu. Sultan hakutaka kumpa Neema pesa pekee, alitaka kumpa himaya. Alimpeleka Neema hadi kwenye jumba lake la kifahari penthouse lililoangalia bahari ya Hindi. Neema,
kuanzia leo hufanyi kazi ya usafi tena. Nitakupa kila kitu, magari, majumba na safari za nje ya nchi, lakini nina sharti moja. Sultan alitulia, akimtazama Neema kwa makini. Nataka uigize kama msaidizi wangu wa ndani usiku wa leo kwenye hafla yangu ya uchumba na Sarafina. Nataka kuona kama utaendelea kuwa na moyo huo huo hata mbele ya wale waliokudharau. Neema akiwa bado haamini, alikubali. Alitaka kuona mwisho wa mchezo huu. Saa 5:30 jioni ilifika. Sarafina alikuwa amejipodoa akionekana kama malkia, akidhani kuwa ndio siku ya kupewa pete ya almasi ya bilioni 1. Alifika kwenye jumba la Sultan akitupa mikono kwa maridadi, lakini alishangaa kukuta taa zimezimwa kidogo. Sultan alikuwa ameketi kwenye kiti chake kikuu, akiwa amevaa tena ile miwani yake myeusi na koti la ombaomba juu ya suti yake. Karibu Sarafina, Sultan alisema kwa sauti ya baridi. Sarafina alistuka. Mpenzi, mbona umevaa haya matambara? Na nani huyu mchafu aliyesimama hapa? Alimnyoshea didole Neema ambaye alikuwa amevaa sare za usafi. Si huyu ni yule msichana wa barabarani aliyekuwa anamshika yule ombaomba? Sultan alicheka kicheko cha kutisha. Sarafina, hukujua kuwa yule ombaomba alikuwa mimi, na hukujua kuwa duka la Nike ulilofukuzwa mchana wa leo mimi ndiye nilanunua? Sarafina alihisi dunia inazunguka, magoti yalimtepeta. Mpenzi, nilikuwa natania, nilikuwa nataka kukuchekesha tu. Sultan alisimama na kuvua lile koti la viraka, akabaki na suti inayong'ara. Alimvuta Neema karibu yake. Sarafina, ulichukia umaskini wangu uliodhani ni wa kweli, lakini ukapenda utajiri wangu ambao ni wa kupita. Leo nakuvua pete zote nilizokupa. Akaunti zako nimezifunga. Nyumba uliokuwa unakaa nimeipiga mnada dakika 5 zilizopita. Sultan aligeukia kwa warafiki wa Sarafina waliokuwa wakirekodi tukio lile kwa hofu. Na nyinyi mliokuwa mnamtukana huyu binti, video zenu zote ziko mikononi mwangu kwa ajili ya kesi ya udhalilishaji. Sultan alipiga goti moja mbele ya Neema, sio mbele ya Sarafina mwenye dhahabu bandia, bali mbele ya Neema mwenye roho ya dhahabu. Neema, hukunijua nikiwa na pesa, nilinipenda nikiwa pipofu na maskini. Je, utakubali kuwa mke wa bilionea huyu ambaye leo amepata macho ya kweli kupitia wewe? Neema akiwa na machozi ya furaha alitikisa kichwa kukubali. Sarafina alianguka chini akilia na kuomba msamaha, lakini walinzi walimvuta nje na kumtupa barabarani, mahali pale pale alipomtukana Sultan masaa machache yaliyopita. Funzo la simulizi: huwezi kuvuna upendo wa kweli kama umepanda mbegu za dharau. Kumbuka, cheo ni dhamana na utajiri ni mtihani. Mungu huwainua wanyenyekevu na kuwaangusha wenye kiburi. Simulizi hii imefika mwisho wake wa ushindi, lakini simulizi nyingine mpya ya kusisimua inakuja. Haya, kama simulizi hii imekufunza kitu na imekugusa moyo, niandikie neno amen na niambie unataka simulizi ijayo iwe inahusu nini. Je, iwe inahusu binti wa bilionea aliyetoroka siku ya ndoa yake ili kuolewa na ombaomba, au mwanafunzi maskini aliyekuwa bosi wa mwalimu wake? Niambie sasa hivi nianze kuitengeneza.